Kutokana na hali iliyopo ulimwenguni, Marekani ameungana na Myahudi kumshambulia Mwirani Mshia. Wanamshambulia sana. Wakati huo huo ikawa Marekani yeye hapatwi na shida yoyote, ardhi yake iko safi, haijaguswa. Wanaumia ni wengine. Sisi huku kwetu na duniani kwa ujumla, kila mmoja akatafuta upande wake akaushika, kama ilivyokuwa ada kwetu sisi watu kwenda na hamasa na hasi zile na kufuata awatif, hisia na vitu gani na jaziba na vitu kama hivyo. Mtu zakaamua akachagua upande tu bila sababu yoyote. Wewe vipi? Mimi bwana, hapana hivi bwana, mtu fulani hivi, akashabikia na akaamua kutukana tu upande mwingine bila sababu yoyote. Mimi nina swali la kukuuliza tu. Tunakuuliza wewe peke yako, kaa chumbani peke yako au umekaa kwa shamba au ofisini, kaa utafakari, alafu tafuta majibu. Sio lazima unijibu mimi, tafakari tu. Ni swali la kutafakuri, alafu utazame. Kwa mfano, wewe una nyumba yako unaoimiliki hasa kihalali, aidha umeinunua kwa pesa zako au umeirithi, pata mirathi kutoka kwa mzee wako, upata nyumba yako. Napiga mfano wa nyumba tu, waishi wewe na familia yako. Lakini una ndugu yako mkorofi, kibaka, mwizi, jambazi, tena Muislamu, bwana Muhamedi. Nazungumza kwa Kiswahili cha kienyeji kabisa, aitwa Muhamedi. Ndugu yako korofi sana, mara siku amekuja pale anakutishia na panga, atakutoa kwanza, hapa sio kwako, nyumba mimi nitaiuza hii. Mara siku nyingine kaja kanyofua dirisha kaondoka nalo, mara haupo, amekuja kawatia makofi watoto na mke wako, kaondoka, afanya uharibifu. Mara nyingine kuna matukio na magenge ya kihalifu yamekuja yamevamia nyumbani kwako, lakini mipango yake wameiba hiki. Kwa hiyo huna amani pale, wewe huna amani kwa sababu ya ndugu yako huyu bwana Muhamedi na namna anavyokufanyia. Na ukifanya hivi akutishia hili, mara akutishia hili, huna raha na nyumba yako mwenyewe, huna raha nayo. Lakini umepita muda, siku na hizo kama wanavyosema, akatokea mtu mwingine mbabe kuliko yeye, bwana Filipo, kafiri, ana maguvu kuliko Muhamedi, ana mpango yeye pia kwa kupora yeye nyumba yako, anafanya vitimbi anavyovifanya. Lakini siku hiyo bwana wakakutana na bwana Muhamedi, Filipo na Muhamedi, wakaanza kutwangana, kila mmoja aona ana haki na pale. Wewe sikia zogo toka, angalia, aona yule kashapigwa wakati wa ngeu, na yule naye damu za mwagika huko, kangolewa jino, mara hivi watu wapigana, waduondana kwa kweli kweli. Wewe funga milango yako, wachungulia tu. Mimi nataka kuuliza swali, wewe hapa utakuwa shabiki wa nani? Shabiki yako nani? Wewe utamshabikia nani? Lillahi rabbil alamin. Nenda zako nyumbani, kaa jiulize, hivi kitokea kweli ndio nyumba yangu, mambo kwa hivi, mimi hapa nimshabikie nani? Atwangwe tu kwanza, alafu ndo baadaye.
Utatoka kwenda kumshabikia nani, kumsaidia nani? Filipo au Muhamedi? Kwa sababu ni jamaa yako, labda jirani yako, ndugu yako, kwa sababu wamjua. Hebu kweli na insafu, ka tafakari, jiulize, ndugu yako kweli, lakini hali yake ndio iko namna hiyo. Wewe utakuwa upande wa nani? Utampendelea huyu kwa sababu ni jamaa yako, wakuwa aonewa na yule mgeni, au utamhurumia yule mgeni namna anavyopigwa na yeye katua mangeu? Au wewe utakuwa waomba ugomvi uendelee tu mpaka kila mmoja katoka pale kwa maututi? Wewe utaombaje? Ugomvi uendelee tu, watu wangane tu. Hiyo ni vita ya panzi, sio? Kwa nini mimi nimezungumza maneno haya? Maneno haya yana msingi. Ukirejea katika aya 129 ya suratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Katika moja ya tafsiri zake, ay nusallitu ba'dahum ala ba'd wa nuhliku ba'dahum bi ba'd jazaan ala dhulmihim wa baghihim. Na kama hivyo tutawasaliti madhalimu wenyewe kwa wenyewe, wapambane wenyewe kwa wenyewe. Inatokea wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala akawakutanisha madhalimu wawili, wakasalitiwa, wakaumizana. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anafanya hii. Ni moja katika tafsiri yake aya hii, na pia tafsiri nyingine kwamba hiyo ni katika sunnatullahi alkauniya, utaratibu katika maisha haya. Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine akitaka kukunusuru wewe, basi yule adui yako yule dhalim anamletea mwingine alikuwa adhlam ili akunusuru wewe. Na ndio maana sisi Waislamu huwa tunaomba dua wakati mwingine, au mara kwa mara tuomba, Allahumma sallit adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ewe Allah, wewe hebu wasaliti madhalimu wenyewe kwa wenyewe, sisi ututoe katikati yao tukiwa salama. Kwa sababu vita wakati mwingine iko hivyo. Wewe unaweza kuwa huna silaha za kupigana na huyu dhalimu, huna nguvu, lakini kuna adhlamu minhu, dhalimu zaidi kuliko yeye, Allah atakusaidia. Ile jambo lipo. Sisi kwetu Yahudi ni adui mkubwa sana, na uadui wake hauwezi kuisha, kwa sababu Qur'an imeeleza wazi kabisa na Sunna imeeleza wazi kabisa. Sasa kama ikiwa Mayahudi uadui wao umeelezwa wazi na wanaoyafanya yanaonekana, na hawa Mashia nao si wenzenu? Mashia sio wenzetu, sisi sio wenzetu, ni maadui kwetu, na wao wenyewe wajua kwamba ni maadui wa Waislamu wengine wote wasiokuwa wao, na hii ni sehemu katika itikadi yao kubwa na muhimu. Sasa katika mambo ambayo nilikuwa nitapenda niyazungumze kwa ufafanuzi zaidi kipata wasaa ni jambo hili. Hivi nyinyi mwajua kwamba Iran, nchi ya Faris, Persia, kwamba asili nchi ile ni nchi ya Ahli Sunnah wal Jamaa? Nyinyi mwajua hivyo? Ndio hivyo, nchi ile yote ilikuwa ni nchi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, na muadham, asilimia kubwa katika Ahli Sunnah waliokuwepo Iran, hiyo Faris ambayo ni Irani ya leo, ni watu wa madhhabi ya Shafii. Maimamu wakubwa wametoka hapo, muhaddithun na wachuoni wa hadithi katika Ahli Sunnah wal Jamaa, wanawachuoni wa fiqhi
kina Al-Qadhi Abu Shujaa. Huu ni mfano mtu mmoja, lakini wako wengi 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 wasiokuwa na hisabu kwa karne tofauti mbalimbali, karibu karne 9. Irani au Farisi iko chini ya Ahli Sunna wal Jamaa. Wewe unajua ushia uliingiaje? Sisi tulieleza kwenye kitabu chetu kimoja, Uyahudi nyuma ya pazia la Ahli al-Baiti, au kwa lugha nyingine ni kitanzi cha shaba. Tulieleza kuhusiana na dola ya Wasafavid. Wajua, mtu anaweza kuingiza itikadi yako mahali kwa hoja, ushawishi wa hoja umezileta, watu wakazipokea, wakakubali, wakaamua kufuata, si ndio? Ni jambo zuri kama itikadi ni nzuri. Kama ni itikadi mbaya ni jambo baya, lakini sasa umeweza kuingiza sera zako na taratibu zako, watu wakazikubali. Mara nyingi hakuna lawama za hivyo katika hilo, lakini utakapokuja kimabavu, tayari watu wana utamaduni wao na taratibu zao wanaishi, wewe ukaingia kimabavu katika maeneo hayo kwa nguvu kabisa, ukawaonea watu, ukawaua, ili itikadi yako iingie kwa mabavu, ili jambo likubaliki. Wow! Search G666 to get a 30 coupon. Lots of stuff to grab. What are you waiting for? Sasa Irani au Faris imeingiwa na Safavid Empire, ilikuwa mwaka wa 1502 mpaka 1785. Kile kipindi ambacho Waislamu ulimwenguni wako katika mtihani mzito wa kupambana na dola za kikafiri, hasa baada ya vita vya msalaba. Hiki ni kipindi cha vita vya msalaba ambacho daula ya Andalus ya Kiislamu iliyoko Spain na Ureno iliangushwa na makafiri, na wakati huo Waislamu walikuwa wana dola yao ambayo ni Ottoman Empire. Ottoman, Waturuki ndio walikuwa watawala Uislamu. Makao makuu yako Istanbul. Umefahamu? Na wakati huu 1502 tayari washatoka watu wa mishionari wa kanisa Katoliki, wameshatoka Lisbon, wakatawanywa katika pembe za dunia, kina Christopher Columbus, kina Ferdinand Magellan na mwingine akiitwa Vasco da Gama. Wanatembea katika ulimwengu, wale wanakwenda Latin America, wengine wanakwenda Caribbean huko mpaka Amerika kwenyewe, wakajiita wagunduzi. Vasco da Gama alikuja katika mwambao wa Afrika Mashariki, ilikuwa ni 1498, akapita huko Cape of Good Hope, rasi ya tumaini jema, akaingia akazunguka mpaka akafika Kilwa, wakayafanya walioyafanya. Amefanya mambo mabaya sana, tumefahamu. Sasa wakati ule wale wa Ottoman wanahaha wahami miji ya Waislamu, akatokea mtu mmoja mshia akiitwa Abul Muzaffar Shah Ismail al-Hadi ibn Haidar ibn Junaid as-Safawi kutoka sehemu za Ardabil ambayo ni kaskazini magharibi mwa Irani ya leo. Ilikuwa ni tarehe 25 Rajab mwaka wa 892 sawa na Julai 17 1487. Hii ni tarehe aliyozaliwa yeye, hii ndio tarehe aliyozaliwa.
akafariki Tabriz huko Irani Rajab 8 mwaka 930 Hijiria, sawa na Mei 23, 1524, na akazikwa huko Ardabil. Huyu bwana alikuja akauleta ushia pale Irani kimabavu. Alitawala kwa muda wa miaka 22 kuanzia mwaka huu 1502 mpaka 1524. Wakaja baadaye wengine, Shah Tahmasab, Shah Ismail, Shah Muhammad, Koda Bande, Shah Abbas the Great. Mpaka kule Irani kuna sehemu inaitwa Bandar Abbas, ni yule Shah Abbas the Great. Jamaa akafanya mambo mabaya sana. Vitabu vya Kishia vyaeleza, tunavyo walioyafanya pale, mpaka huko wakauingiza ushia kimabavu. Sasa kuna mambo mengi tumeeleza juu ya unyama na uadui waliofanya kwa ahli sunna wal jamaa, lakini kwa kushirikiana na wale makafiri. Wakati mfalme Suleiman al-Qanun, Osman al-Qanun katika ile utawala wa Suleiman al-Qanun katika utawala wa Ottoman, ameizingira Namsa, Austria kwa muda mrefu. Wakati wote wanaweza kusalimu amri, wakaachia Austria. Wale jamaa walikuwa wanafanya mauaji huko Baghdad. Taarifa zikamfikia, bwana, kule watu wanauliwa, wewe unataka kufungua huko, lakini kule watu wauliwa. Kuna mtu kaingia huko kutoka Ardabil, mshia, anawamaliza Masunni huku. Akasitisha jihad fi sabilillah, akaambia simameni. Akaja kuja kupambana na hawa wahalifu, lakini walifanya makusudi. Na ndio maana kuna mtu mmoja katika waandishi wazuri kabisa walioandika, Mkristo anaitwa Ferdinand, alifikia kusema, laula safawiyuna fi Iran lakunna alyawma fi Faransa wa Belgika wa Uruba naqra'u alqur'ana kaljazairiyin. Lau kama sio kudhihiri dola ya Safawia huko Iran, leo hii sisi hapa Ufaransa, Ubelgiji na Ulaya kwa ujumla tungekuwa tunaisoma Qur'ani kama inavyosoma Algeria, tungekuwa Waislamu sisi. Kama sio wale jamaa kuzuia kule na kuleta tafrani katika dola ya Kiislamu na tashtiti kule, basi Uislamu kungeingia mapema na sisi tungekuwa kama vile Algeria tu. لولا الصفويون في إيران لكنا اليوم في فرنسا وبلجيكا وأوروبا نقرأ القرآن كالجزائريين. هاي maneno yameandikwa kwenye kitabu cha Iran min ad-dakhil kwenye ukurasa wa 24. Tuseme hii zamani. Kwa hiyo ala kulli hali ushia ukawa umekita pale, na kwenye kipindi chao sasa Safavid Empire ndio walitokea kuna wanaochuoni wakiitwa kama Muhammad Baqir al-Majlisi mwenye Biharul Anwar, al-Jami' lidurar al-a'immat al-athhar, ana kitabu chaitwa Mir'atul Uqul na vitabu vingine. Wanawazuoni hawa ndio walioanza kwa uwazi kabisa kuwatukana na kuwalani maswahaba ndani ya vitabu vyao ambavyo vipo vyauzwa madukani. Ile laana sasa kwa maswahaba kwa uwazi wazi na kuwakufurisha wazi wazi bila kificho, ni hapa walipopata nguvu wa jamaa kwa dola hii. Muhammad Baqir al-Majlisi maarufu, wauliza mshia wote Muhammad Baqir al-Majlisi wamjua, waijua Biharul Anwar, wewe waijua Mir'atul Uqul, na ana vitabu vyake vingine, lakini vitabu vikubwa viwili wao wanavijua kwa sababu zimekusanywa. Wanasema Biharul Anwar yani bahari za nuru, al-Jami'a zilizokusanya, al-Jami' lidurari a'immat al-athhar, imekusanya lulu za maimamu wa taharifu, kiko katika juzuu 110, kiko katika juzuu 110. Kwa hiyo wewe shekhi unayezungumza kwenye mitandao huko msikitini kwako si wapi,
Ulijue hili, hivi vitabu vipo na vimeandikwa kwa wakati huo, na mpaka kesho vinachapishwa. Mimi chapa nilionayo imeandikwa, imechapishwa Qum, Iran. Tumeelewana? Ndani yake kuna maneno ya kuwakashifu wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani yake kuna maneno ya kuwakashifu kina Abu Bakr, kina Umar, kina Uthman, kina Talha, kina Zubair, kina Muawiya, kina Amr ibn al-As na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kukashifu, kuwakufurisha kwamba ni makafiri.